mpaka 17. Amen. Biblia inasema hivi: halafu Farao akatuma akaita Yusufu, wakamleta upesi toka mnyororo. Ndiyo. Akajinyoya, akabadilisha vazi lake, akaingia kwa Farao. 15. Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto, wala hakuna mtu kuitafsiri, na nimesikia juu yako ya kama wewe ukisikia ndoto unaweza kutafsiri. 16. Yusufu akajibu Farao akasema, si mimi. Mungu atampa Farao jibu la salamu. 17. Farao akamwambia Yusufu, katika ndoto yangu, tazama, nilisimama kwa ukingo wa mto, na tazama, ng'ombe 7 wakapanda toka mto, wanono na wazuri, wakajikulisha katika manyasi. Na tazama, ng'ombe 7 wengine wakapanda nyuma yao, dhaifu, wabaya, wakaondoka, wala ubaya sijaona bado kama hawa katika nchi yote ya Misri. Amen. Luka 33:34. 33. Biblia inasema hivi. Ndiyo. Kwa hivi Farao ajitazamie mtu wa akili na hekima, mwenye juu, amweke juu ya nchi ya Misri. Farao akafanya neno hili na kuongoza wasimamizi juu ya nchi na sehemu ya 5 ya nchi ya Misri itwaliwe miaka 7 ya kushiba. Wakakusanya chakula chote cha miaka mizuri hii inayokuja na kuweka nafaka chini ya mkono wa Farao kwa chakula nchini na kuichunga. 36. Na chakula kikawa akiba nchini kwa miaka 7 ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibiwe kwa njaa. Amen. Amen. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tangu siku ya kwanza tulianza somo yenye inasema ushindi wetu ndio arme kabambi anayoitumia Mungu wetu kusudi tumshinde shetani. Na vita vyote vya siri ni vita vya nguvu kuliko vita vya maneno. Haleluya. Kuko watu ni wa strong, biko nguvu, lakini banashindwaka kupiga vita juu tu banatoshaka siri zao inje. Na nikasema kuko armenye iko nguvu, juu nguvu yao inakalaka mkimya. Bakiikala kimya hautajua position, lakini bakiingia kwenye mapambano utakuta ni ushindi juu yao. Haleluya. Haleluya. Ile ndio tulisema, na tukasema ushindi ni alama ya kushinda. Na niongee hivi, hakuna sababu utasema mbele za watu ikiwa ulishindwa. Haleluya. Amen. Amen. Hakuna explanation utaleta mbele za watu kusudi tukusikie juu ya nini ulishindwa. Lakini ushindi ni kitu pekee inaweza fanya bebali kukatala jana bakuye leo. Haleluya. Kama mtu alishindwa jana, leo ukiweza, utaweza pata marafiki wengi wanakuja tu sababu ya ile ushindi. Kwa hiyo tutake kushinda ili watu waje kwetu. Amen. Tutake tushinde. Na Mungu naye anatuambia tujikaze tushinde, maana alitembea katika dunia nayo ilijaa matatizo, lakini anatutia moyo, anasema tujipatie moyo. Hivi tu naye alishinda, manake kuko siku moja na sisi tutashinda. Na ushindi wetu siku moja tuingie mbinguni. Badii tangazo njoi niwaambie watoto ya Mungu. Kama tutakosa mbingu tulikuwa tuliharimika hapa.
na hakuna faida kama tutabakia mkanisa na siku moja tukose mbinguni. Haleluya. Kwa hiyo ushindi wangu, ushindi wako, siku moja tuende mbinguni. Na Biblia inasema malaika watauliza, hawa nao ni wakina? Mimi nataka nikuwe pale siku moja. Amen. Na Yesu naye hatawajibu hivi, hawa njoo walishinda korona ya Bukavu, hawa njoo walishikataa kahaba wakabakia imara kwa Yesu, hawa njoo walikatala lutano wakabakia imara kwa Yesu. Na malaika batabakia niko banatushangala. Niko nakutangazia usimame katika Yesu, malaika batakushangala. Haleluya. Haleluya. Ile ndio tulisema. Na sitaweza tena rudilia, lakini chukua ile kidogo ambayo tumeyasema, na hii itakusaidia ili kwamba tuende kwa somo ya leo. Na somo ya leo inashuka ni sute ya siri nyingine ya mwisho ambayo tuliisema tutazungumzia, ni kumweka Mungu mbele. Amen. Amen. Hii siri ya ushindi ni kumtia Mungu kwa nafasi yake. Hizi siku ukiangalia tu buyuwai na ukaramusi kunafanya tushindwe. Unaweza kuwa lisensia en ekonomi, unaweza kuwa daktari sijue ya ndruwa na vitu vingine, na ukienda fanya kazi bila Mungu hauna mafanikio. Amen. Niongea hivi, kuko vitu vyenye hatuwezi pata kama tukumpatia Mungu fasi yake. Haleluya. Usizanie kama uko na strategy, wewe uko na education ya bia ya kuchunga watoto hauna. Ukimpatia Mungu fasi arenye pale, utashinda. 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 Bwana Yesu atusaidie sana. Biblia inasema hivi, kwa mfano huu niende haraka. Yusufu ambaye alikuwa kipenzi cha babake. Na kama ungelisoma ile Mwanzo 14 usome pale kwa mstari wa kwanza ushuki, utapata habari za Yusufu. Sitaingia haraka kule, lakini niseme tu hivi, watoto wote benye Jacob alizala, Yusufu akaonekana kupendwa sana na baba. Haleluya. Na hii upendo wa kuifichika akaonyesha. Watu wote wakatambua ya kuwa baba anapendaka sana Yusufu kuliko wote. Wazazi mko wapi? Wazazi mko wapi? Unipungie mkono hivi. Wazazi, kupenda watoto ni vizuri, lakini msikwe mnaonyesha kama mnapenda umoja kuliko mwingine, simuinulie vitu. Amen. Hata kama ndio mtoto mzuri mwanafanyaka kazi, usionyeshe kupendewa sana kuliko wengine. Ili tu kupendewa ya Yusufu ikamlamushia maneno na ndugu zake. Na Biblia inasema siku moja alikuwa na babebea chakula. Iko na bebea banani chakula, ba ndugu yake. Pale pale roho mbaya, roho ya mauaji kawaingilia. Watoto wa Mungu, hii roho ikikuingilia nyumba yako taiua. Na Methali inasema bien, mke mwema mwenye hekima anafanya nini nyumbani? Na mpumbavu, pole sana kama utaibomoa utakuwa mpumbavu. Bwana Yesu atusaidie sana. Yusufu akapendwa, akakamatwa, bakamutesa, bakampiga, wakamutesa sana, wakamtupa kwenye shimo, wakafanya mabaya yote wangeliweza walifanya. Walitaka tu kenye walishindwa akose ni kumuua tu. Ya mwisho wakamuuzisha. Kumbi waliuzisha msaada yao. Haleluya. Wakamuuzisha, na kule kwa alienda hakubakia. Niende tu haraka, akapata jaribu alipokuwa kwa mke wa Potifa, akabakia na matatizo sana pale. Alibakia, lakini kumbuka akasemewa bongo. Note bien, Yusufu alisemewa bongo mnyumba tu ya nani? Nyumba ya nani? Lakini leo dunia yote tushakonfirme kama Yusufu hakufanyaka dhambi. Amen. Kuko bongo wanaweza kusemea bakia tu mapenzi ya Mungu. Umu mushakuwa balozi wenye atuyeko balilogeaka. Umu mushakuwa bakatereza atuyeko baliterekeaka. Lakini bakia tu mu Yesu, ile machine itabadilika. Bakia tu imara mu Yesu, atatupatia heshima kama tutashinda. Amen. Yusufu akafungwa. Papa, uanze dosie na mwenzako mwanaume labda utamshinda, lakini dosie ya kuparke na mwanamke hau.
Ba mama tuko hapa. Ndio tunaitaka mensonge avec preuve. Anakia na nguo mbele ya maître avocat. Banatafutaka tu preuve. Ase muone maraba muone na nguo hii. Mensonge avec preuve. Yusufu anaingia mgereza. Mimi napenda hekima ya Yusufu sana. Na hakujitetea akata Mungu afanye nini? Mungu akutetee asubuhi ya leo. Mungu akutetee wewe asubuhi ya leo. Kila malizarauliwa, Mungu wa mbinguni amtetee. Apigia Yesu makofi na vigelegele. Amen. Njoo hapa kwenye tuko. Yusufu hakushinda akaingia mgereza. Kumbe tu ni parkour ya Mungu. Amen. Njoo kwenye somo yangu iko. Yusufu akaingia wakamfunga. Si alishaingia mkasho. Andika huko na andika bien. Unaweza funga mtu, lakini kilicho ndani yake hakifungwi. Hauyanisikia? Munaweza funga mtu, lakini karama ifungi wake. Niwaambie hivi hapa ndabachanganyisha kichwa. Hata Mkristo mwaliokoka akianguka, punyuma yake endelea kule. Muulize walevi watabambia. Anabakia shemasi munganda. Jera huyo yapata mpatie. Jera karama ya Mungu ingati. Yusufu naye vile vile prisonier basi. Prisoni fasi ya watu walifanya mabaya. Lakini sijaona ubaya wa Yusufu. Mungu akakubali abakie wapi? Huko prison zingine Mungu iko naacha tu tupite ndani. Kusudi sanye tunashinda, jina lake liinuliwe. Jina lake liinuliwe. Jina lake liinuliwe. Ile ndio kazi Yesu anapenda. Yusufu anabakia, unifuate mzuri. Kumbi mwa ile okazio ya Yusufu alifungiwa pale kupale royal. Kulikuwa watu hapa wawili. Biblia iseme makosa, kulikuwa president mkubwa wa kusharje na kukunywisha mfalme. Binywaji yote naye alikuwa pale. Kuko mwingine mkubwa wa okaji naye alikuwa pale. Bote wanawafunga mkasho. Amen. Uniambili mwenzako tuko tu wa prisonnier si bote lakini hatuna valere moja mbele ya Yesu. Salimia hayo mwambie vile. Tuko lakini Mungu anatujua. Amen. Shangilia tena Yesu. Haleluya. Tunaendelea. Yusufu akaikala. Biblia inasema pamoja na kufungwa akabakia tu akontakte na Mungu. Kunafikiaka kipindi moja mu maisha zile makone zake zote zinakuacha. Hasa kama uko mu problem hauna wako. Krize kikupata hauna wako. Marafiki yote wanafanya nini? Ndio mlikuwa anacheza nabo, mnaenda nabo madubai na sine wanakuacha na wale wa mangura nabo wanakuacha. Unabakia wewe na Mungu wako. Haleluya. 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 Yusufu akabakia mgereza. Lakini neno la Mungu linasema iko anapita pita. Kama usiku kamoya asubuhi unakucha, anaangalia wenzake, mkubwa wa waokaji na ule mkubwa wa wanyweshaji, wote wanasirika. Kumbe Mungu alileta njia katika ndoto. Amen. Njia katika ndoto. Njia za Mungu hazieleweki. Isaya anasema gisi mawazo yangu ilivyo juu na ndio njia zangu ziko. Ndoto ikaleta vikwazo kwa haba watu wawili. Umoja kasirika, mwingine kasirika. Yusufu iko napita sasa. Njoo akakuta sura zao zinakunjamana. Akawauliza, "Banduku mbona hamfurahi leo? Hata tuko mkasho tufurahi tu." Akamwambia, "Tutafurahi Mimi kwanza nililota vile sikuelewa, sikusikia, sikumijua vile ndoto." Yusufu akamwambia, "Mniambie hivi." Umoja akasema ule mkubwa wa wanyweshaji akamwambia seme mimi nililota hivi. Kisha kumusha akamwambia okay, hakuna problem. Wewe ushukuru Mungu juu après 3 jours tu utatoka na unarudia mkazi. Lakini siku unarudia usini sawaki. Unikumbuke. Kumbe inaacha demande kwa mwanadamu tu. Mwanadamu ana ugonjwa moyo ya kubadilika. Anaweza kuahidia saa kesho kenda mwambia anabisanje. Akamwambia hutanikumbuka mpenzi. Siku nafika pale kwa karibu ya mkubwa, uko na mwambia kuko prisoner inosa. Kumbi mwangali mprizo ya Yesu atokake kama wakati yake yenye yako.
Amen. Akabakia. Grana aenda mpaka kule kuikulu, anabaki. Anaambia wa pili, na wewe unielezee. Akamwambia kwa mwisho akamwambia, frere, tengeneza. Apres siku 3 watakukata, utakufa. Biblia inasema gisi Yusufu alivyosema yakatimia. Amen. Si bakabakia. Basi mweko nakula na ngaikia mweko njala. Huyu bwana alishakuwa tena kupuvua. Si akumbuke Yusufu. Yusufu ndio mama ombi kule. Mimi nawaza na kabakia kwa naomba baba, mkumbushe baba. Mungu atanajibakilia. Niko na ngoja ndoto ya nani? Ya Farao. Amen. Farao sasa naye njopo tuko pale. Mungu akafanya ndoto iingie mkichwa ya Farao. Ile kaenye wale maprisonier walipataka, Farao naye akakosa furaha. Aya, nipe masikio nieleze kidogo hapo. Kumbe ndoto inaweza leta huzuni. Amen. Biblia inasema Farao akakosa furaha. Lakini muda mkukosa furaha, akafanya apel Egypte atapata sai. Muafrika kwa kuko uchawi wa juu ni Misri. Hapana hii mlozi ya kukamata maua, kukula mtoto ya watoto ya watu, hapana. Mimi nakwambia mlozi ya yu ile sorcellerie scientifique yote inakaa Egypt. Mimi nadhani Farao akawazia nikiita hapa balozi vile vinanishinda mimi hapa matabijuu. Na walikuwa wanamdanganya. Yote tunaweza kuambia mfano. Yote akatia confiance kwa wachawi. Akafanya reunion ya kabambi. Balozi yote tena balozi ya Egypte walikuwa bie, walikuwa wanajulikana. Lakini balozi ya Msiloe hawezi bayu. Balozi ya makanisa hawezi bayu. Egypte wakasema mshike pale chini muite nani fulani akuya. Muite na fulani reunion. Bakubwa yote question ni moja. Munitafsiri ndoto nilifanya nini? Niulize kanisa. Wale balozi walikuwa kwa Farao lala. Mejutu ni mkubwa anasema na kama hamunitafsiri ndaba huu. Amen. Bakaanza tafuta, bakapima, bakapi. Halikuwezekana. Kenye Mungu anataka fungula, banadamu watapima hakitawezekana. Amen. Kenye Mungu iko napatia njia, hakuna mwatakifungia. Kumbi wanyamanisha kimya, iko natafutia Yusufu fasi. Amen. Biblia inasema unjo ule mtu sasa akakumbuka sasa walishapiga akili. Ozi yote walisha basi avant scientifique walisha kosi. Njoo sasa nakumbuka, anasema mbona tutakufa? Lakini mimi nakumbuka mprizo. Huko mtu mwalinitabiria hivi, akatafsiri ndoto yangu. Akamwambia mkubwa uishi mfano. Mule mgereza mko peti umoya, anaiwahi kazi sana. Na akamutapa, akamwambia ile siku ulikuwa unanifunga, yeye ndo alinipatia profesi kama utanifungula. Sasa tukienda muita, ule mtu iko ngumu, alijua. Wende hii ndoto ni peti kwako. Kwaki. Unasikia maeloji wanapatia Yusufu. Na njoo pale convoy katoka kumezoro yake. Ikaenda mpaka wapi? Mwaza Yusufu akaanza sema bandugu simuniwia hata humu. Kani vya kuwa nani ndio Yusufu kanatoka. Ndio Biblia iseme mbo hadi tu ya prison. Hivi alikuwa sabana bimandevu, wa uchafu, wa mubaya, acha tu mwili ichakale. Lakini kumbi karama ya Yesu yeko ndani ya Yusufu ingaliki hai. Mwili ndio itatoka, lakini kilichoto cha Mungu kitarakia. Amen. Nilisema hivi dada. Sinifu ndio kupata kama. Haleluya. Bana utasema amen. Mama teme bongo, mtoto wakule. Hapana. Njala. Lakini kilichoko cha Mungu humu kibakie wima. Amen. Tuitike rafiki na tuende, lakini kia Mungu. Amen. Yusufu wakamtosha mprizo, anaingia wanamunyola, wanaombeba wanampata manguo, wanampata ya mfalme. Pale ndio mimi napenda. Bali safanya lurenyo. Wote shindwa wanasema kuna bakia tu mtu huyu. Waza kweli masifa Yusufu alikuwa na. Ya. Kuko mwanachukia masifa mwe dunia.
Kuko mkubwa umoya kama umwite jambo papa chef honorable, mkubwa mwenye viaki hawezi kukuchilia. Lakini masifa ya dunia nayo inapitaka. Kuko siku na wewe watakuandikia tu vipi, masifa ya bie siku moja tuende mbingu. Haleluya. Njoo pale Yusufu banamuleta, njoo kwa mimi napenda pale ku 33 kwa tulisoma. Mfalme anamuuliza, wewe njoo Yusufu? Ndio. Anamwambia, unaweza nitafsirie ile ndoto? Bana niambia wewe tu, tukisema ndoto na pale pale unajibu yake. Uko unanifuata mzuri? Balisha mpatia masifa. Ingelikuwa wewe pale ungeanza jitapa yako yote. Mwimbaji Mungu anaweza mpatia kibali kidogo tu, kidogo msilo wangu. Unaimba afu kanisa likabarikiwa. Usidhanie kama kipawa au shina ya uimbaji ya Mungu iko tu ndani yako wewe pekee. Unaanza jivuna. Mimi ndio muombaji mkubwa huko. Kama tuombee zile pepo hazitatoka. Acha nikwambie, wewe hautaziombea. Hata mtoto mdogo ataziombea nazi itatoka. Amen. Wahubiri wote wakifunga Biblia, hata mawe yatapiga kelele. Amen. Balisha tapa Yusufu anakuya pale pale, njoo mimi nafurahia na ndio shina ya somo. Akakatala, akamwambia haiko mimi, ni Mungu wa mbinguni. Tupate wapi wale wa Kristo bebatakatala eloge zabo, bebatakatala masifa yabo, baoneshe tu Mungu. Hauyanisikia? Hauyanisikia? Unaona leo kusudi mtu aitwe pasteur, ya kwanza alikuwa anafanya anauza kwa veste jua tu impacte, anaenda kule msalaba wapata hapa. Hatuhitaji tuone Mungu mformi, tuko na bevyo tuone Mungu mumatendo vyatafanya, tunetika Mungu iko hapa. Amen. Amen. Oh, tu niko mjakazi, unaweza kwa ngoma anapendeza kwa haiko vile. Kusudi tuitike kama kwa mjakazi, kia Mungu kionekane kwako. Haleluya. Ule yule tuko pamoja kweli. Tumshangilie Yesu. Tumshangilie Yesu. Yusufu akamwambia hivi, haiko ni, lakini ni Mungu wa mbinguni. Sasa walisema vile, Mungu akapata fasi. Haleluya. Yo, minasikia bien. Mungu akapata fasi. Kumupatia Mungu fasi ni siri ya ushindi. Usidanganye watu aseme kuko mlifanya juu kuwe gisi huko, hakuna. Kusudi Mungu atutoshe munivo ya chini na atutie juu, umupatie tu fasi yake. Haleluya. Amen. Pale pale Mungu akaleta tafsiri. Ndio akamwambia, mfalme, ile ndio lilota, hakuna problem. Hakuna problem. Hizi ngombe 7 za kunona zenye ulilota na ngombe 7 wa njaa, hii haimaanisha kitu. Mungu ananiambia kama kutakuya tu miaka 7 ya mbele tatangulia ni shibe, na nyuma ya shibe kutakia ingine 7 ya njala. Ile vilozi vyote vikaanza. Sasa Mungu iko na opere. Si watu wote watabakia wanashangala. Makabakia liko wanaangalia. Hata njoo Kanani, manaza kaangalia kumigulu, manakapandisha kumacho. Kanaweza kuwa kawapi haka. Mwantu mwe Mungu iko na tarisha, atashangaza dunia. Bwana Yesu atusaidie sana. Akawaambia ile ngombe 7 haiko problem, lakini ye itaanza ni shibe kwanza. Kisha shibe njoo njala. Hii inakuwa kalikile ya mubaya. Afadhali tuanze njala, tumalizie mushibe, inakuwa bien. Meshibe kisha njala, miali inakuya. Ameona miali ya vile. Kumbi mama fulani nane za nima bubunga kwetu. Ona watu takia wakoba natoka huko. Kumbi fulani nane za nima. Ona ulishindwa sherehe miaka 7 ya shibe. Leo ukikula usizajie kama kesho na wewe hauta. Amen. Amen. Aseme mfalme, utafute mtu mwenye akili na mtu mwenye hekima. Niko nauliza hivi, mwana wafumu na balozi wote, hakuna ule mtu? Andotre terme, Yusufu aliwaambia hawa wote ni baduru, hawana amo kitu.
tafuta mtu mwenye iko na akili na hekima, mwenye atajua jerei seta ya shibe. Juu sai seta ya njale na kuya, tusihangaike na njale. Nani tena mtu mwenye akili? Pale mfalme akasimama akasema, tumupate wapi? Leo Mungu aseme vile, bakitafuta mtu siloe, bakuone wewe. Tumupate wapi mtu kama na huyu? Niko naulize hivi, wale balozi walikuwa wapi? Wale wafumu walikuwa wapi? Wanaanza jiuliza banduku, ndio vinakuwa vyae. Niko saka liweza tu kale kapeti. Banaangalia pale. Mungu akatosha Yusufu mu prison. Asubuhi prisonier. Kumbi kama magharibi tu hivi atakuwa. Ndio vya Mungu vile. Unaweza anza asubuhi kwa masikini, lakini mchana ya neema ni juu yako. Unaweza anza hauna kitu, lakini mchana ya neema njoo. Amen. Kwa hiyo mupatie tu Mungu nafasi, utashinda. Mingi tuko tunakosa hii kitu. Frère, uliimba bien. Unabambia ngoya kwanza instrument ilikuwa mbaya. Kesho ndaimba kushinda jana. Njoo sasa kesho utashindwa kuliko vyote. Pastor, ulihubiri bien. Hivi unajua leo kuna teology tulisoma hivi. Hivi tunaviwa sana ile pale. Ya Mungu haviko vile. Wewe mpatie tu Mungu nafasi yake. Haleluya. Mungu akipata nafasi yake mwako, mu nyumba yako, mu watoto yako, utashinda. Amen. Mu masomo yako, Mungu akipata nafasi yote hii. Mungu akubariki. Na bariki neno lake kwenu na kwangu. Amen. Tunataka